Elimika na Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika jahazi la wiki. Ni fursa pekee kukujuza yaliyojiri kitaifa na kimataifa ndani ya juma zima hili, na bila kusahau nasaha zilizokumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Kwa hayo na mengine mengi, na hudha wako mimi ni Hilali Sefu Riyami. Tulia habarika. Alhamdulillah, limetuchomozea vyema. Mihangaiko na misukosuko ya hapa na pale, tukiambaambaa pande na kona zote za dunia, lengo likiwa ni moja tu: kukukusanyia na kukuhabarisha yote yaliyojiri kitaifa na kimataifa. Hili ni jahazi la wiki. Tulia habarika. Nam, safari ya jahazi la wiki inaanzia jijini Dar es Salaam. Umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, umetoa wito kwa Watanzania kuendeleza kutunza na kudumisha amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu, kupitia waraka uliobeba kauli mbiu inayosema amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Taarifa ya Abdallah Matotola inasimuliwa naye Zuberi Mgaya. Wito huo umetolewa na mjumbe wa Jumuiya ya Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Sheikh Mbwana Urali, wakati akisoma waraka huo katika mkutano wa mwaka 2024-2025 uliofanyika Tabata Segerea jijini Dar es Salaam Oktoba 4 ya mwaka 2025. Sheikh Mbwana amebainisha lengo kuu kuhusu mustakabali wa amani nchini katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi. Taifa letu linakabiliwa na uchaguzi mkuu wa rais, wabunge, wawakilishi na madiwani utakaofanyika mwezi Oktoba 2025. Tukiwa na imani kuwa taifa letu linaweza kufanikiwa tu kwa umoja na mshikamano mkubwa, tunatoa waraka huu kama nasaha kwa kila Mtanzania na kila mgombea. Lengo letu ni kuhimiza kila mtu kuwa chachu ya amani na haki katika uchaguzi huu. Waasisi wa taifa letu hili walituonesha kuwa maendeleo ya kweli yanatokana na umoja wa wananchi bila kujali tofauti zao za kidini, kikanda au kikabila. Aidha, Sheikh Mbwana ametoa wito kwa wagombea nafasi mbalimbali za uraisi, ubunge pamoja na udiwani kutumia majukwaa yao ya kisiasa kwa kuunganisha Watanzania na sio kuwagawanya. Tunawasihi wagombea wote wainue hadhi ya lugha ya kisiasa. Epukeni kabisa matusi, kashfa, kejeli, uvumi na maneno ya uchochezi. Tanzania imejengwa juu ya undugu, mshikamano na heshima. Tusikubali maneno yasiyo na staha yaligawanye taifa letu. Lugha yenu iwe ya kuleta matumaini, ya kutekeleza maono na suluhisho, si ya kuumiza mioyo na kupandikiza chuki. Kila neno liwe na daraja la mshikamano, si ukuta kugawa watu na taifa letu.
Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Al-Hikma Sheikh Nuruddin Kishki amewaonya wananchi kutojiingiza katika makundi ya ushawishi, akitolea mfano wa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nawaasa Waislamu wa Tanzania waweze kusikia. Waswahili wanasema asiyesikia la mkuu huvunjika mguu. Kwa mujibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shetani tayari amekwisha kata tamaa ya kwamba hawezi tena kuabudiwa katika kisiwa cha Waarabu. Lakini shetani staili mpya aliyokuja nao, mlango mpya aliofungua ni kuchochea baina yao. Chochezi ni moja ya silaha ya shetani, na sisi kama mashekhi na Watanzania tunahitaji amani, haki na usawa na uchaguzi ambao uko huru kabisa. Na tukielekea mkoani Geita kwa habari ya tanzia, watu wawili wamefariki dunia katika ajali ya barabarani iliyotokea usiku wa kuamkia Jumanne ya Oktoba 7 katika kitongoji cha Kilongo, kata ya Butengo, Rumasa, wilayani Chato, mkoani Geita, ikihusisha kugongana uso kwa uso basi la abiria la kampuni ya Malesa yenye namba za usajili T-178 DPS na gari la mizigo aina Mitsubishi Kenta yenye namba za usajili T-573 DZW. Pate taarifa zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya Jeshi la Polisi mkoa wa Geita, imesema kufuatia ajali hiyo imetokea majira saa 8 usiku wa kuamkia Jumanne ya Oktoba 8 mwaka huu 2025. Dereva wa gari ya mizigo Saidi Ramadhani mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Kibondo mkoani Kigoma, amefariki na mwili wake kuhifadhiwa katika kituo cha afya Katoro. Aidha, taarifa hiyo imeeleza abiria wawili Anastasia Yohana na Ismaili Omar, wakazi wa Dar es Salaam, wanapatiwa matibabu katika kituo hicho cha afya Katoro. Taarifa hiyo imetaja chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva wa gari ya mizigo Mitsubishi Kenta kuhama kutoka upande wake bila kuchukua tahadhari. Mahasin TV imefika katika eneo la tukio na kuzungumza na baadhi ya wananchi waliofika kutoa msaada wa uokoaji wa abiria na mali zao. Ilikuwa kwenye mida kama ya saa 7 za usiku. Tulisikia kishindo kinalia kama mlipuko pu. Tukajiuliza kuna nini? Tukawa tumesogea ndo tukakuta hii gari imegongana na hii basi. Inaonekana basi ilikuwa na mwendo wa kasi. Ikahama njia. Ikawa imeipiga hii fuso, ikaigeuza ikaangalia mpaka huko ilikokuwa inatokea. Kwa mitasi sehemu ndio simu kuna ajali imetokea hapa. Tumefika tumekuta ajali mbaya sana. Chanzo kikweli siwezi kujua kwa sababu mimi nimekuja hapa baada ya tukio. Nimekuja hapa tukio limeshatokea. Kwa sijajua chanzo ni nini kwa sababu mwenyewe nilikuwa huko mjini, nimepigiwa simu kuna tukio limetokea huko. Hii gari ndogo ilikuwa inatokea huko naenda huko. Na gari kubwa Malesa ilikuwa inatokea huko narudi huko. Mtazamaji wa Mahasin TV, kipindi hewani ni Jahazi la Wiki. Waumini wa dini ya Kiislamu waliopo kata ya Mkuyuni, wilaya ya Nyamagana, jijini Mwanza, wameshukuru taasisi ya Mahasin Mission kwa kuwajengea msikiti utakao wasaidia kutekeleza ibada na kuwapunguzia adha ya umbali iliyokuwa ikiwakabili awali kabla ya ujenzi wa msikiti huo. Nuhu Stima anatuarifu zaidi. Wakizungumza na Mahasin TV, waumini hao wamesema uwepo wa msikiti katika eneo hilo utasaidia kuongeza chachu ya kutekeleza ibada na kuongeza hofu ya Mungu kwa wakazi wa maeneo hayo. Mimi nimefurahia, kwanza nimepata faraja. Mtaa wangu huu kweli tulikuwa tunaathirika sana Waislamu wa sehemu hii. Nafikiri hata sisi wazee imetuwea kuwa wepesi sasa kufanya ibada hapa karibu, maana imekuwa ni karibu. Kutakuwa na maendeleo fulani hasa kwa vijana wetu. Tuna watoto inatakiwa wasome madrasa na si wakina mama tusome madrasa. Yaani tutashukuru sana watakapokuwa wametujengea madrasa. Ikiwa hapa karibu watoto wetu watasoma. Sisi wenyewe tumepata faraja sana kupata msikiti mwingine tena hapa. Hapa tunaona kwamba itakuwa ni karibu. Alhamdulillah, na msikiti mwenyewe ni mzuri. Tunashukuru wale ambao wametuwezesha kutuletea msikiti huu. Aidha, mhadhiri wa dini ya Kiislamu Sheikh Nahman Musa Nkata amebainisha lengo la kujengwa msikiti huo, akitolea mfano wa kisa cha Miraj kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, utakasifu ni wake yule ambaye aliyemsafirisha mtume wake kutoka msikiti wa Makka mpaka msikiti, katoka msikiti ameenda kwenye msikiti.
Wanazuoni wanasema aya hii ni miongoni mwa aya nyingi zinazoonesha umuhimu wa kujenga msikiti na uwepo wa msikiti katika Uislamu. Msikiti haukuletwa hapa ili watu wagombane, watu wakatane, hapana. Tunahitaji kizazi kipya ambacho kitakuja kuendeleza huu Uislamu kwa watoto wa maeneo haya. Siku za baadaye zinazokuja tutakuwa na madrasa hapa. Kwa upande wake mkurugenzi wa Mahasin Mission Mbaraka Saleh Bajbir amesema pamoja na kukamilisha ujenzi wa msikiti huo, ameahidi kuendelea na ujenzi wa madrasa katika eneo hilo ili kuwawezesha Waislamu kupata elimu na kuzalisha wasomi watakaosaidia kuendeleza dini ya Kiislamu. Na mwaka huu nakumbuka takriban kwenye baada ya mwezi wa Ramadhani ifanya wanasema wenyewe upembuzi yakinifu, madarasa yakae wapi. Kwa hiyo ikaonekana msikiti ndio ukae kwanza, lakini madarasa yatakuwa juu. Kwa hiyo bado kuna shughuli, ingawa tumeshaandaa misingi kila kitu. Allah tuwafikishe pia tuweze kuyamaliza madarasa hayo, watoto waweze kusoma. Alhamdulillah, sisi tunasema kazi ya msikiti tumeikamilisha. Tunawashukuru wale wote ambao walitusaidia kifedha, kihali. Nikiripoti kutoka hapa msikiti wa Fatma uliopo Mkuyuni katika wilaya ya Nyamagana, ni mimi Nuhu Stima, Mahasin TV. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa ameiagiza Wizara ya Madini kufanya ufuatiliaji wa makampuni ya madini ambayo yameshikilia maeneo kwa muda mrefu lakini hawajaendeleza mpaka sasa, yakiwemo makampuni matatu wilayani Ruangwa mkoani Lindi. Rajab Shaban Matuga anaarifu zaidi. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameyataja makampuni ya Nachu, Uranex na Paco Games yanapaswa kusema hatima ya maeneo walioyahodhi kwa muda mrefu, vinginevyo ardhi hiyo itarudishwa kwa wananchi. Ametoa agizo hilo alipotembelea kampuni ya uchimbaji wa madini Huya International katika kijiji cha Ng'au wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi. Ni waagize Wizara ya Madini kuhakikisha kwa makampuni yale Nachu, wale Uranex na Paco Games watuambie hatima yao, vinginevyo warudishe ardhi iende kwa wananchi. Hatuwezi kukaa na wao kutoka mwaka 2009 mpaka leo. Wameizuia ile ardhi, haina maendeleo yote. Tena wanazuia hata wananchi wadogo wadogo ambao wanahitaji kuchimba kwa kigezo cha sheria kwamba wao wameichukua ile kwa ajili ya uchunguzi. Mpaka leo hii hawafanyi jambo lolote lile, na wananchi hawaingii, wakiingia wanawakataza kwa sababu ya sheria hiyo, huko wakiwa hawana jambo lolote la kufanya. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na watu wa Kamishna wa Madini, hakikisheni hili tunalichukulia hatua sasa maeneo yale matatu. Waziri Mkuu ameyapongeza makampuni yaliyoanza mchakato wa uwekezaji ndani ya kipindi kifupi baada ya kupata vibali vyote muhimu, akiyataka makampuni yaliyopewa angalizo kuiga mfano huo. Ruangwa inayo fursa ya graphite. Makampuni mengi yamejitokeza kuja kuchimba graphite. Kati ya makampuni 6 ambayo tunayajua ni matatu tu ambayo ndio wameshaanza utekelezaji. Tunayo makampuni yaliyoanza ukaguzi lakini mpaka leo bado hawajaanza kazi. Sasa kampuni yako ambayo imeanza ukaguzi mwaka 2024 ikapata matokeo 2024 hiyo hiyo na kuomba vibali mwaka 2024 hiyo hiyo na wizara ikatoa vibali, leo imeanza utekelezaji wa ujenzi na mmefikia hatua hii, nyinyi mnapaswa kupongezwa. Kwa upande wake kaimu mkuu wa mkoa wa Lindi ambaye ni mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Kisawala amesema uwekezaji huo wenye thamani ya dola za Marekani milioni 20 ni fursa kubwa kwa uchumi wa wilaya, mkoa na taifa kwa ujumla. Uwekezaji huu unaenda kuwa moja ya fursa kubwa sana, sio tu kwa uchumi wa wilaya Ruangwa, mkoa wa Lindi, lakini taifa kwa ujumla, lakini pia ajira kwa wananchi wetu. Sisi upande wa mkoa tunaendelea kuahidi kutekeleza sera zote za uwekezaji ambazo serikali inaziweka, lakini kuendelea kushirikiana na wawekezaji na kuweka mazingira rafiki ili wawekezaji wawezidi kuja katika mkoa wetu kuwekeza kwa faida ya taifa letu na wananchi wetu kwa ujumla wake. Lakini pia wananchi wetu tunatoa rai kwao kuendelea kushirikiana na wawekezaji hawa ili wazidi kuja wengi zaidi katika mkoa wetu wa Lindi. Na wananchi mkoani Simiyu wametakiwa kutumia mafundi waliosajiliwa na kupewa leseni ili kuwa na sifa ya kufanya kazi hiyo ya kuunganisha huduma ya umeme wiring kwenye nyumba na kuepukana na matumizi ya mafundi wasio na sifa maarufu kama vishoka. Pate taarifa zaidi.
Wito huo umetolewa kwa nyakati tofauti na watumishi wa wakala wa nishati vijijini REA pamoja na wenzao wa shirika la umeme Tanzania TANESCO wakati wa zoezi la uhamasishaji wananchi wa wilaya za Meatu, Itilima na Busega mkoani Simiyu kujiunganisha na huduma ya umeme. Wote tunatakiwa tufanye wiring kwa kutumia mafundi ambao wamesajiliwa, mafundi wenye leseni. Kwa nini utumie fundi mwenye leseni? Kwa sababu fundi mwenye leseni ataweza pia kukuombea umeme. Atakamilisha maombi yako yote. Fundi ambaye ni kibarua tu hana leseni hawezi kupeleka maombi yako mpaka mwisho. Ndio maana unakuta unalipia gharama mara mbili au mpaka hata 3. Kwa hiyo tumia fundi mwenye leseni, na wiring sio lazima ufanye nyumba nzima. Unaweza ukafanya chumba kimoja tu ukapokea umeme wako. Msimamizi wa miradi ya umeme vijijini mkoani Simiyu, mhandisi Deusdedit Timsanze, akitoa elimu kwa wakazi wa vitongoji vya Mwamango, Ushashi na Ibela Mambasa wilayani Itilima, kitongoji cha Madukani wilayani Meatu na vitongoji vya Maguye na Mwabasabi wilayani Busega, ameweka bayana kuwa hakuna bei elekezi katika zoezi la kufanyiwa wiring. Mwenye vyumba 6 na vyumba 2 hamwezi kuwa sawa wiring. Mwenye chumba kimoja, mwenye duka tu hivi anataka taa yake na ka switch, hamwezi kufanana bei na wewe ambaye una vyumba 3 na masebule si na majikoni. Ndio maana gharama za wiring ni wewe na yule mtaangalia. Kwa hiyo wiring hakuna maelekezo ya bei ya wiring kwamba ni shilingi ngapi kwa ujumla, kwa sababu kila mmoja ana mahitaji yake. Mwingine anasema niwekee switch ya TV, mwingine anasema mimi niwekee tu taa moja, mwingine jinsi wazidi kuongeza makorokoro na bei inafanyaje? Kwa sababu vifaa vinakuwa vingi na fundi hata kubana kidogo kwa sababu anaona kazi ni kubwa. Lakini amewasisitiza wananchi bei elekezi ya serikali kuomba kuunganishiwa umeme kutoka TANESCO kupitia simu zao kwa gharama ya shilingi 27,000 tu. Hivyo ametoa rai kwa wananchi hao kuepuka kutapeliwa. Kwa yoyote anayekuja nje huu utaratibu wa kusema leta hiyo 30,000 kakusaidie, huyo tunasema ni tapeli, ni mwizi. Ndio maana tumekuja kuwaambia nyinyi ambao mnatarajia kupokea mradi muda si mrefu, muwe wajanja, msikubali. Mmenisikia ndugu zanguni? Msikubali yeyote atakayesema na kusaidia kuomba kwa hela. Yaani kwamba nipe hela nikusaidie, huyo ni mwizi. Atakayekuambia kwamba nipe 27,000 nitakulipia mimi kule TANESCO wakuletee, huyo ni mwizi. TANESCO anatuma message kwenye simu yako kama vile hospitali. Wewe na message unaenda kwa wakala, bwana namba ya control number, utampa 30 na ukilipia tu hapo inakuja message maombi yako yamepokelewa TANESCO. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Simiyu ndio kunahitimisha jahazi la wiki kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Madhara ya dhana mbaya. Su'u dhann, dhana mbaya yurithu al-insana al-akhlaqa as-sayyi'a, humrithisha mwanadamu tabia mbaya, kalbukhli washuhi walhiqdi walhasadi watabaghudi. Dhana mbaya, asili ya dhana mbaya humjenga mwanadamu katika daira sayyi'a, mwenendo na mwongozo usiokuwa mzuri, mfumo mbaya, lakini pia humzalishia tabia kama albukhli, pia suala la ubakhili shuhi, ubakhili zaidi. Dhana mbaya huzalisha alhiq, qalaq, vinyongo, mtu anakuwa na vifundo wakati mwingine bila hata sababu. Waweza kusikia mimi tu huyu namchukia tu. Kwa sababu gani? Mimi simpendi tu. Hakuna hata sababu ilipelekea, labda kamkwaza, kamkosea. Hata ukifanya mema haoni hilo jema. Sehemu kubwa maisha ni yeye kushughulika na chuki na husda, watabaghudi, na hali ya kuchukiana. Haya yote huzalishwa na tabia inayoitwa su'u dhann, dhana mbaya. Wala msikatane nyinyi Waislamu, tafshalu, mtafeli. Mkianza kuzozana mtafeli, na kweli tumezozana, tunafeli. Tukadhania tumeibuka sasa, tutatengeneza mambo, tunaendelea kuzozana, tunazidi kufeli. Watadhhaba rihukum, na nguvu yenu itaondoka. Mkizozana mtafeli na nguvu yenu itaondoka. Angalia sehemu yoyote ile ambapo kuna mizozo haiwaachi salama. Lazima watu hawa watafeli tu. Kwa sababu gani?
hawakufata kuondoa mizozo yao kwa kitabu cha Allah na Sunna. Angalia leo mizozo ya kifamilia, mizozo za watu tofauti, mizozo ya kinchi, mizozo ya nini, inapoingia vurugu zikaja, hakuna kinachoendelea ndugu zangu katika imani. Maisha ya wanadamu wa leo wamekata tamaa na maisha yao. Sasa ukikata tamaa kwa jambo lililokusibu, kwa maisha unayoishi, kwa hali ulionayo, wewe ukasema nimekata tamaa, maana yake umemdhania vibaya Allah, hawezi kukuondoa hapo ulipo. Sasa hii ni hatari sana. Kila mmoja analia na shida, hakuna anayezungumza positive way ya mambo yake. Hali yako alhamdulillah, vipi mgonjwa? Alhamdulillah anaelekea vizuri. Vipi biashara yako? Alhamdulillah tunachokipata tunashukuru. Hili limekosekana, kila mmoja analia maskini ya Mungu. Habari yako? Habari mbaya. Vipi biashara zinaendaje? Biashara ni ngumu, zimekaza. Sasa ukiwa una tabia ya kuzungumza negativity ya mambo yako ulionayo, Allah ana malaika wake anachukua zile negatives unazoziongea, zinawasilishwa kwake, na mwisho wa siku zinarudi tena kwako, unapata adhabu hapa duniani. Mgonjwa anaendeleaje? Hali yake mbaya sana, malaika wanachukua wanaenda naye, wanarudi hali inazidi kuwa mbaya kwa mgonjwa. Ewe mja wa Allah azza wa jalla, ewe Muislam, i'lam anna al-ibtilaa sunnatullah fi khalqi, tambua kwamba mitihani na matatizo na changamoto ndio utaratibu wa Allah azza wa jalla kwa waja wake, na kila maisha anayopitia mwanadamu ni mtihani. Kama kuna neema fulani umeneemeshwa ni mtihani, lakini kama kuna msiba fulani uliokusibu kadhalika ni mtihani. Allah azza wa jalla anatuambia ndani ya Qur'an, wanabluukum bisharri wal khairi fitna, na tunakutahinini kwa mambo ya shari na kwa mambo ya khairi, yote haya kwenu ni mtihani. Wa ilaina turjaun, na kwa hakika kwetu sisi mtarudishwa. Wewe ambaye umesibiwa na maradhi, usijione kuwa huna bahati, usijione kuwa hupendwi. Huruma ya Allah iko nawe, lakini pia Allah azza wa jalla anakupenda. Lakini mwanzo tambua kwamba hii dunia ni sehemu ya kutahiniwa, na unapotahiniwa silaha kubwa ni kujipamba na as-sabr. Jipambe na uvumilivu, na ili uvumilivu wako ukamilike ni lazima uwe na mambo matatu: antahbisa an-nafsa 'anil jaza' wal lisana 'anil shakwa wal jawarih fima yukhalifu as-sabr. Uzuie moyo wako na nafsi yako isisibiwe na fadhaa, lakini pia uzuie ulimi wako usizungumze mabaya kwa mtihani uliopewa. Kadhalika zuia mwili wako usije ukafanya yale ya kumkosea Allah azza wa jalla. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia, man asbaha minkum aminan fi sirbi, yoyote kaamka katika ninyi akiwa na amani, fi sirbi, katika himaya yake, ana afya kwenye mwili wake, ana chakula cha siku yake, kama vile ameimilikishwa dunia yote na vilivyoko katika dunia. Maana yake sasa, kwenye himaya yake hana hofu yoyote, ana amani. Akitoka anajua anatoka, naenda nitawakuta jioni wako salama. Ni tofauti na yule anayetoka hajui kama atakuta kuna familia ndani ya nyumba tena. Ni wangapi katika watu leo hii anatishiwa tu na mke wake, anaambiwa ukitoka tu kwenda kwenye kazi zako na mimi nabeba mizigo yako naenda kwetu, hatoki kwenda kazi. Anakaa anamlinda mke. Hasa leo sasa kukosekane amani, ima ukute mke kaibiwa na watu, ukute kauawa, ukute watoto wameuawa, ukute mali yako imeporwa, hauna amani katika hilo. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kwa kuondoka ile hofu akawa na amani kwenye haya mambo matatu, kama vile mtu huyu amemilikishwa dunia yote. Kwa nini hatuhisi ladha katika ibada zetu? Hili ndugu zangu sio tatizo dogo. Ugonjwa huu uko ndani ya nyoyo zetu na lazima tutibu ugonjwa huu. Tunapokuwa tunafanya ibada zetu lakini hatuhisi hizo ladha, basi ujue moyo wako umeshaathirika. Kipimo cha imani unakifahamu wewe mwenyewe katika maisha. Pale ambapo unahisi uko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, pale ambapo unahisi hata zile ibada unazozifanya hazikuathiri katika tabia zako. Na shetani katika swala kama hili anakuchukua taratibu, hadi unaacha kidogo kidogo, uhisi anakuchukua, unaacha hichi, unaacha hichi, unaacha hichi. Moja wapo ni katika kutopata ladha ya ibada na kufanya ufanye kama mazoea. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, hakika imani huchakaa ndani ya mmoja wenu. Imani huchakaa ndani ya mwili wa mmoja wenu kama ambavyo nguo inachakaa, unapoivaa muda mrefu inachakaa. Fasalullaha an yujaddida al-imana, basi muombeni Allah subhanahu wa ta'ala afanye tajdidi ya imani katika nyoyo zetu.
Hii dua muhimu sana ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aiongeze imani yake. Ndugu zangu Waislamu, yambaghi lilmuslim an yas'a jahidan nafsi, yatakana muislam afanye bidii sana, jahidan ni nafsihi, kuisukuma nafsi yake katika kufikia kupata ladha ya ibada. Faqad kana nabiyuna sallallahu alayhi wasallam yaqulu li Bilal, qum fa arihna bis sala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwambia Bilal, simama tupate raha katika sala, bimaana adhin, tuingie kwenye sala tupate raha na ladha ya ibada tunayomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anafanya kwa sababu anapata ladha ndani ya ibada na anapata furaha kwenye moyo wake. Wengi katika sisi illa man rahima Allah, muadhini huadhini, twasikia uzito kuifuata sala kama ile, na pia tunaingia msikitini, hapo tutakapoenuka na uvivu wetu, tunaingia msikitini kaannana tayrun fi qafsin, kama ambaye ni ndege yuko kwenye kiota kajikunja kabisa. Nuaddi sala, ndugu zangu Waislamu, tunatekeleza sala ajisadan bila ruhi, kimili tu, lakini hakuna roho kwenye ibada zetu. Twasubiri salamu ya imam, tutoke haraka haraka, Qur'ani yasomwa, imamu yasoma au waisoma mwenyewe kwenye moyo wako, lakini hatuna khushu' kwenye nyoyo zetu. Na hayo angalau ni kwa uchache tu yaliyojiri katika mimbari za misikiti mbalimbali ambapo kamera za Mahasin TV zilivinjari huko. Pate mapumziko mafupi, kisha tarejea hapa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Mahasin TV, mimi Hilal Sefriami. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Takriban watu 13 wameuawa katika shambulizi la RSF nchini Sudan baada ya wanamgambo hao kushambulia msikiti uliokuwa unatumika kwa hifadhi watu wasio na makazi katika mji wa El Fasher. Mtu mmoja anaishi karibu na eneo hilo amesema shambulizi hilo limetokea Oktoba 8 mwaka huu 2025, na kuongeza kuwa baada ya shambulio hilo walitoa watu 13 kutoka kwenye kifusi na kisha kuwazika. Mtu mmoja aliyenusurika katika shambulizi hilo amesema kulikuwa na familia 70 ndani ya msikiti huo baada ya RSF kuingia ndani ya nyumba zao, na kuongeza kuwa limewajeruhi pia watu wengine 20 na kuharibu sehemu ya msikiti huo. Inaelezwa kuwa mashambulizi yanayofanywa sasa na RSF dhidi ya El Fasher ni mabaya zaidi tangu alipoanza kupambana na jeshi la Sudan mnamo April 2023, huku mashambulizi hayo yakifanyika ndani ya muda wa saa 24 baada ya RSF kuwaua watu 12 katika hospitali kuu ya mji wa El Fasher ambao umezingirwa. Kwingineko, Umoja wa Mataifa utalazimika kupunguza vikosi vyake vya kulinda amani duniani kote kwa siku 25% kutokana na ukosefu wa fedha unaohusishwa zaidi na kupunguzwa kwa misaada ya Marekani. Hayo ni kwa mujibu wa afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa katika kauli aliyotoa siku ya Jumatano Oktoba 8, 2025. Afisa huyo alisema kwa sharti la kutotajwa jina kwamba takriban wanajeshi na polisi 13,000 hadi 14,000 pamoja na vifaa vyao watalazimika kurejeshwa makwao, huku idadi kubwa ya wafanyakazi wa kiraia katika tume pia ikiathiriwa. Marekani ilitarajiwa kuchangia dola bilioni 1.3 kati ya jumla ya bajeti ya dola bilioni 5
4 kwa shughuli za ulinzi wa amani za 2025-2026, lakini sasa imefahamisha Umoja wa Mataifa kwamba italipa karibu nusu ya kiasi hicho au dola milioni 682 pamoja na dola milioni 85 zilizotengwa kwa ajili ya ujumbe mpya wa kimataifa wa kupambana na magenge ya uhalifu nchini Haiti ambao haukuwa katika bajeti ya awali. China inatarajiwa kuchangia dola bilioni 1.2 katika bajeti ya ulinzi wa amani ambayo ilikuwa na dola bilioni 2 katika michango ambayo haijalipwa mpaka kufikia Julai. Katika bajeti yake yote, Umoja wa Mataifa sasa unatarajia upungufu wa 16 hadi 17 katika bajeti ya sasa ya kulinda amani. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha jahazi la wiki. Inshallah pana majali wake Maulana. Ungana nasi mwishoni mwa juma lijalo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha kuletea jahazi la wiki, mimi ni Hilal Sefriami, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.